Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 22. Ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka, na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale thenashara. Akaondoka akaenda, akasema na wakuu wa makuhani na majemadari, jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwapo mkutano. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Wakamwambia, wataka tuandae wapi? Akawaambia, tazama mtakapoingia mjini, mtakutana na mwanamume akichukua mtungi wa maji. Mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye. Na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia, kiwapi chumba cha wageni, nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani, kimekwisha andikwa, andaeni humo. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Hata saa ilipofika, aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki, mgawanye ninyi kwa ninyi. Maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo. Baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Walakini, tazama mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani. Kwa kuwa mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyokusudiwa, lakini ole wake mtu yule amsalitie. Wakaanza kuulizana wao kwa wao, ni yupi miongoni mwae atakayelitenda jambo hilo. Yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Akawaambia, wafalme wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Lakini kwenu ninyi sivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikaye. Maana aliye mkubwa ni yupi? Yeye aketie chakulani au yule atumikaye? Siye yule aketie chakulani? Lakini mimi kati yenu ni kama atumikaye. Nanyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu. Nami nawawekea ninyi ufalme, kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu. Na kuketi viti vya enzi, huku mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Akasema, Simon, Simon, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifuni. Akasema, nakuambia Petro, jogoo hatawika leo kabla wewe hujanikana mara 3 ya kuwa hunijui. Akawauliza, je, hapo nilipowatuma hamna mfuko, wala mkoba, wala viatu, mlipungukiwa na kitu? Wakasema, la. Akawaambia, lakini sasa mwenye mfuko na auchukue, na mkoba vivyo hivyo, naye asiye na upanga na auze joho yake akanunue. Kwa kuwa nawaambia,
Hayo yaliyoandikwa hayana budi kutimizwa kwangu, ya kuwa alihesabiwa pamoja na wahalifu, kwa sababu yanipasao yanao mwisho wake. Wakasema, Bwana, tazama hapa pana panga 2. Akawaambia, basi. Akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni, kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba. Hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Basi alipokuwa katika kusema, tazama mkutano wa watu na yule aitwaye Yuda, ambaye ni mmoja wa wale thenashara, amewatangulia, akamkaribia Yesu ili kumbusu. Yesu akamwambia, Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Na wale waliokuwa karibu naye walipoona yatakayotukia walisema, Bwana, tuwapige kwa upanga? Mmoja wao akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kuume. Yesu akajibu akasema, mwe radhi kwa hili. Akamgusa sikio akamponya. Yesu akawaambia, wakuu wa makuhani na maakida wa hekalu na wazee waliokuja juu yake, je, mmekuja wenye panga na marungu kama kumkamata mnyang'anyi? Kila siku nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni, hamkuninyoshea mikono, kila siku nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni, hamkuninyoshea mikono, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Wakamkamata, wakamchukua, wakaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu, na Petro alimfuata kwa mbali. Na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja, naye Petro akaketi kati yao. Ndipo mjakazi mmoja akamwona ameketi mwangani, akamkazia macho, akasema, na huyu alikuwa pamoja naye. Akakana akisema, mwanamke, simjui. Baadaye kitambo, mtu mwingine alimwona akasema, wewe nawe mmoja wao. Petro akasema, mtu, si mimi. Halafu yapata saa moja, mtu mwingine alikaza kusema, hakika na huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni Mgalilaya. Petro akasema, mtu, sijui usemalo. Na papo hapo alipokuwa katika kusema, jogoo aliwika. Bwana akageuka, akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara 3. Akatoka nje, akalia kwa majonzi. Na wale watu waliokuwa wakimshika Yesu walimfanyia dhihaka, wakampiga, wakamfunika macho, kisha wakamuuliza wakisema, tabiri, ni nani aliyekupiga? Wakamtolea na maneno mengine mengi ya kumtukana. Lakini kulipokucha walikutanika jamii ya wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, wakamleta katika baraza yao wakisema, kama wewe ndiwe Kristo, tuambie. Akawaambia, nijapowaambia hamtasadiki kabisa. Tena nikiwauliza hamtajibu. Lakini tangu sasa Mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Wakasema wote, basi wewe ndiwe Mwana wa Mungu? Akawaambia, ninyi mwasema kwamba mimi ndiye. Wakasema, basi tuna haja gani tena ya ushuhuda? Maana sisi wenyewe tumesikia maneno ya kinywa chake.